Naam, mtazamaji, ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena, wakati mzuri kabisa. Mimi nasema ni siku ya utukufu, siku ya Bwana. Kwa mara nyingine tena tuko hapa Masumbo ilani Mbogo mkoani Geita na tumetembelea kanisa la TMRC, nikimaanisha Tanzania Missionary Revival Church. Na hapa bwana, tupo na mchungaji wa kanisa hili, mchungaji kiongozi kabisa wa kanisa hili, na tutazungumza naye mawili matatu kuhusiana na huduma yake ya uinjilisti katika kanisa hili. Alianza lini na kwa nini alichagua kufanya kazi hii, lakini pia kila safari ina chanzo chake. Nimkaribishe mchungaji huyu ajitambulishe jina, lakini pia atupe simulizi fupi tu jinsi alivyoanza huduma hii ya uinjilisti ama kumtumikia Mungu mpaka hapa alipo. Mchungaji, karibu sana katika chaneli hii, chaneli pendwa. Jitambulishe jina, lakini pia utuambie historia fupi tuka ulivyoanza kufanya huduma hii ya Mungu. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa mchungaji Lucas Chacha Marwa. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Missionary Revival Church kwenye mji huu wa Masumbwe. Historia yangu ya utumishi wa Mungu kidogo ina muda mrefu, takriban miaka 30 kwa sasa. Lakini nimeanza huduma hii tangu mwaka 1996 huko Msomo mjini kwenye maeneo ya Kigera. Lakini baadaye niliendelea na huduma hii kwenye mji wa Geita kwenye maeneo ya Msarara Road hapo kwenye miaka ya 2000 mpaka 2008. Baada ya hapo taasisi yetu ilinipeleka mji wa Shinyanga Manispaa. Nimefanya kazi hapo kuanzia huo muda mpaka 2012. Na 2013 Januari nilianza kazi rasmi kwenye mji huu wa Masumbwe. Na huduma hii imeanza chini ya mti wa mwembe hapo kwenye eneo moja linaitwa Kibondo kwenye mji huu wa Masumbwe. Kwa muda huo nilikuwa peke yangu. Nafanya kazi peke yangu chini ya mti wa mwembe, na hatimaye ndani ya miezi kama 3-4 hivi mama wa kwangu alikuja, yani mama mchungaji, nikimaanisha mke wangu. Ndio. Alikuja kutoka huko tulikokuwa, tukaungana wote wawili tukaanza kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu sikuweza kuja na familia, maana ni vigumu kwenda kufanya kazi ya umishonari na familia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tangu mwaka huo wa 2013 ndipo kanisa lilianza hapa, yani tarehe 27 mwezi wa kwanza. Nilianza huduma hiyo kwenye huu mji wa Masumbwe. Kwanza ugumu lazima ujitokeze kwa sababu moja, nilikuwa ni mgeni wa eneo husika. Ilikuwa ni kazi ya kujitambulisha kwanza. Unajua watu sio rahisi kukuamini na kukufuata. Watu hawawezi kukuamini na kukufuata kwa wakati mmoja. Hawajui ulikotokea. Nimefika tu nikaanza kusema mimi ni mchungaji na kuomba eneo la mtu. Ilikuwa eneo la Masanja Kweleka ambaye sasa hivi ni marehemu. Akanikubalia kufanya kazi hapa. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu kwanza wa watu kuniamini. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni aina ya mazingira hayo. Sio rahisi mtu tu kuja kukaa kwenye mti wa mwembe na akatumia ile mizizi ya mti wa mwembe kwamba anaamini kama ni kanisa. Sio kitu chepesi. Hata kama ni wewe ndugu mtangazaji, hauwezi kumfuata mtu moja kwa moja, unakuta yuko kwenye mti wa mwembe anapiga makofi hapo, anaimba nyimbo za ibada, ukaamini moja kwa moja kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu kweli yuko kwenye mazingira haya. Kwa hiyo hayo niliyafahamu kwa sababu ilikuwa kazi yangu ya kwanza. Niliyafahamu maana ni mazingira ambayo nimekuwa nimeshapita muda mrefu kwa kazi za uinjilisti kwenye maeneo ambayo nimekuambia. Kwa hiyo nilikaa miezi 9 bila kuwa na mshirika kwa sababu ya hayo mazingira. Okay, mtazamaji, kama ulivyosikia, miezi 9 bila kuwa na mshirika, lakini mchungaji akukata tamaa, na sasa hivi ana miongo kama 3 hivi anafanya kazi ya Mungu. Na sasa hivi tupo kanisani kwake. Kanisa limeendelea kweli kweli. Hebu sasa mchungaji, tushirikishe kutoka kwenye mwembe hadi kufika katika kanisa kubwa la namna hii. Nini kilifanyika hapa katikati mpaka ukafikia hatua hii? Hivi vitu vinahitaji uvumilivu. Kitu cha kwanza kwa maisha yoyote ya hapa duniani na kwa kazi zozote ambazo unaweza kuzifanya, na ili uweze kufanikiwa inahitaji uvumilivu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kumuomba Mungu. Ya tatu ni kufanya kazi kwa bidii. Hayo mambo matatu ndio yameweza kutufanya tukafika hapa tulipo. Kwa sababu kwa kanisa hili mpaka kufikia hapa
tulikuwa tunafanya kazi kwa mikono yetu. Tumefyatua tofali kwa mikono yetu na tumeziuza hizo tofali kwa mikono yetu. Baada ya kufanya tumeziuza. Kwa hiyo tukaanza polepole kwa kufanya kazi hiyo mpaka tunafika hapa tulipo. Ujenzi huu haukuwa rahisi, ilikuwa ni kazi moja ngumu sana, kwa sababu tumejenga kidogo kidogo sana, yani kidogo mno. Ilikuwa inafika hatua tunaenda tunakusanya michanga ile inayoletwa na maji ya barabarani. Tukisha ikusanya tunatengeneza, inakuwa tripu kubwa hapo. Na wakati huo kumbuke, nilikuwa ni mimi na mke wangu na washirika kama watatu. Kwa hiyo mvua ikinyesha masika tunakusanya hayo. Kishamaliza kukusanya tunaanza kazi ya kutafuta mfuko wa simenti. Ukipatikana mfuko wa simenti mmoja tunafyatua tofali. Ukipatikana mwingine zikifika tofali 300 tunaanzisha ujenzi. Kwa hiyo hatua ilienda hivyo hivyo, na wakati mwingine ilikuwa ni lazima nikipata fundi mimi ndio nakuwa kibarua wake. Angalia hiyo mapito sasa. Ndio. Kwa hali hiyo imetufanya tumefika hapa tulipo, lakini mpaka hapa bado mimi ninaona ni bado tuko chini sana, lakini kwa ugumu wa kazi ilivyoanza tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefika hatua hii pia, kwa sababu ugumu ulikuwa ni mgumu, safari ilikuwa ni ndefu. Na ukumbuke wakati huo pia, pamoja na mazingira hayo, haikulenga tu kwamba ninafanya kazi ya Mungu peke yake. Ilikuwa pia na majukumu ya kusomesha watoto, ilikuwa pia na majukumu ya kuitunza familia. Si kwamba wakati nakuja na mke wangu niliacha watoto wakiwa shule pia huko nilikokuwa. Kwa hiyo nililazimika waendelee kusoma, nisiwahamishe wakae huko waliko, waendelee kusoma na kulipa ada mpaka kufikia hapo walipo leo. Okay. Naam, mtazamaji, kama ulivyosikia ni kwamba alianza hatua kwa hatua, lakini pia kuna wale ambao wanapenda mafanikio muda mfupi. Hebu msikilize mchungaji huyu pia anapokushirikisha historia yake, simulizi yake, pia alivyoanza huduma hii ya kuinjilisti ama kufanya huduma ya kazi ya Mungu. Sasa mchungaji, ongea na wale vijana ambao muda mwingi tu wako majumbani, wako katika sehemu za starehe, hawawazi hata kumtumikia Mungu. Najua utakuwa na neno la kuambia na utawashauri pia wanawezaje kusogea katika ibada ama katika makanisa ya Mungu na kuweza kuabudu na kuamini kwamba Mungu yupo. Karibu. Jambo la kwanza, kwenye maandiko matakatifu inasema Mtume Yohana akawaandikia vijana, akawaambia, ninawaandikia enyi vijana kwa sababu mna nguvu. Na sehemu nyingine inasema fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe. Sasa ukiunganisha hiyo maneno kwamba fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe, cha kwanza ni kuwa makini. Umakini upi? Kupunguza starehe za dunia hii, na huwezi kupunguza starehe za dunia kama hauna Mungu. Kitu cha kwanza umche Mungu. Ukisha mche Mungu, kinachofuata sasa hapo ni kupunguza zile starehe za dunia hii. Unajua ujana, kuna kitu wanapotea vijana. Hata sisi tulikuwa huko nyuma, tulikuwa hivyo tu. Tuliamini kwamba maisha ni rahisi, kwamba kutoboa mnakoita leo, kwamba vijana wanaita kutoboa, waliamini kwamba ni rahisi, kwamba ni vitu ambavyo vipo na ni rahisi kuvipata. Lakini nataka nikwambie hakuna kitu rahisi duniani, na hakijawahi kuwa rahisi. Kila kitu ni kigumu, na ili uweze kufika mahali ambapo unatakiwa kufika, lazima utumie huo ujana kufanya kazi. Ujana ndio sehemu ya kufanya kazi, sio sehemu ya starehe. Yaani muda wa ujana ndio muda wa kutafuta mali, ndio muda wa kujipanga, ndio muda wa kuandaa familia, ndio muda wa kuandaa vitu vingine vyote ambavyo unaweza ukafikiri vinaweza vikawepo kwenye maono yako. Lakini vijana wengi wamechukulia huo muda kama ndio sehemu ya kufanya starehe. Hapana. Huo muda wa kufanya starehe ni muda ambao tayari sasa umeshafikia labda umri wetu sisi. Tukifanya sisi starehe wanasema mzee alichelewa. Kumbe tulikuwa kwenye majukumu. Tulikuwa kwenye nini? Kwenye majukumu. Na kijana aliyewahi kutambua hivi ndio wale wanaokuta wanamiliki uchumi mkubwa, kwa sababu alijiwahi kujitambua mapema kwamba huu muda wa ujana ndio muda wa kutafuta mali, ndio muda wa kumcha Mungu, ndio muda wa kumtumikia Mungu, na ndio muda wa kufanya kila kitu ambacho mimi ninakusudia kukifanya hapa duniani. Nimekuambia nina miaka 30. Ninafanya kazi hii. Sasa hebu angalia umri wangu alafu rudisha miaka 30 nyuma. Wanapata picha gani? Ilikuwa ni miaka mingapi wakati naanza kutumika? Au niseme tu mpaka sasa nina miaka 58, na baada yake bado miaka miwili tu nifike miaka 60. Ndio. Sasa kumbuka hiyo miaka 58 nimeanza injili nikiwa na miaka 27.
miaka 27. Sasa wastani wa miaka 27, yani ile Injili kabisa naanza kuhubiri miaka 27. Nimeingia kanisani na miaka 19. Unaweza kuona kwamba sikuweza kupata kipindi chochote kile cha kuweza kufanya starehe duniani. Ndio. Hata kama zipo ni zile za kawaida za ujana, yani unapita tu baadaye unaingia kwenye majukumu mengine. Mimi nawashauri vijana, badala ya kutumia ujana kama sehemu ya starehe, utumie ujana kama sehemu ya kujiwekea malengo. Maana kwa wakati huu unapofikia umri kama wa kwangu, au mtu mwenye umri kama wa kwangu hawezi kuingia shambani akakaa kwa muda mrefu. Huwezi kutumia muda wa masaa 5 huko shambani. Hapana. Lakini unapokuwa kijana unatumia. Lakini pamoja na hapo, hiyo neema huwezi kuipata mpaka Mungu amekupa neema. Ukiwepo kanisani, kuna vitu Mungu atakufundisha na kuna vitu utajifunza kwa wale watu ulionao karibu. Mimi nadhani ni hilo. Amina. Kijana ambaye unatazama hivi sasa, umemsikiliza mchungaji anakuambia kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Lakini pia tu amini kwamba popote pale ulipo wewe kijana, ukimtukuza Mungu basi mafanikio yatakuja mbeleni. Safari ya mchungaji ametusimulia, lakini pia amekushauri kuhusiana tu na swala zima kwamba ukiwa kijana unatakiwa ufanye kazi, mtumikie Mungu na finali uzeeni. Uzeeni natakiwa kustarehe. Mchungaji ametolea mfano mzuri kwa kweli hapa. Lakini pia mchungaji, swali langu la mwisho kutoka kwako. Hujawahi kufanya harambee yote historia inavyoonyesha katika kanisa hili. Na umepigana mpaka umefika hapa ulipo. Na mwezi ujao kuna harambee. Hebu zungumza na wale ambao wanatamani kukusupport kwa namna moja ama nyingine katika harambee yako ambayo umeipanga kufanyika mwezi ujao, na itakuwa tarehe ngapi? Na ni siku... Sisi hapa hatujawahi kufanya harambee, lakini tumekusudia kufanya harambee kwa jambo moja kubwa. Jambo moja kubwa ni kupata vyombo vya muziki. Na kwa mazingira unayoyaona hapo, vyombo tunavyovitumia ni hivyo. Kumbuka kwa mji huu nina miaka sasa 13 kwenye huduma, tangu na mazingira hayo niliyokwisha kukueleza. Lakini vyombo tunavyotumia ni hivyo ambavyo viko mbele yako unavyoviona. Sasa mimi ningependa Watanzania, wale watu wanaomcha Mungu, wenye maumivu na Injili, waweze kutusaidia au washiriki kwenye harambee yetu ambayo tunaiandaa. Tunategemea itafanyika tarehe 6 mwezi wa 9. Tarehe 6 mwezi wa 6. Itaanza saa 6 mchana na itaisha saa 9 alasiri. Siku hiyo itakuwa siku ya Jumapili. Ningependa wapenzi wale wote wenye moyo wa kumtumikia Mungu, wenye nia nzuri, watusapoti, watushike mkono, waje washiriki pamoja nasi. Na hata kama mtu yuko mbali, mifumo ilisharahisika, ashiriki pamoja nasi kwa ajili ya kununua vyombo. Hiyo ni lengo letu la kwanza. Lengo la pili ni kufanya ukarabati kwa huko nje. Yaani tupige ripu kwa mazingira ya kanisa lililoko nje, ili pia tuweze kutengeneza mazingira ya kisasa pia. Tumtumikie Mungu kwa mali zetu. Kwa hiyo lengo kubwa la kufanya harambee, ndugu mtangazaji, ni hilo, kwamba tupate vyombo vya muziki vya Injili, alafu pia tufanye ukarabati kwa nje. Na ikiwezekana tupige humu rangi. Hebu angalia nina miaka 13 kama nilivyokusimulia. Lakini mazingira ndio haya. Kwa kazi inaenda polepole, kwa jitihada, kwa uvumilivu. Huku tunamtumikia Mungu, huku tuna majukumu ya familia, huku tunasomesha watoto. Lakini ndio hivyo, tunaomba Watanzania wenye mapenzi mema na Injili waweze kutushika mkono kwa ajili ya jambo hili. Asante. Kwa kumalizia, labda kuna yule ambaye anatamani kutoa sadaka yake kupitia ama kusapoti harambee hiyo, ama kukusapoti kwa namna yote ile. Karibu katika swala zima la mawasiliano, namba za simu. Kuna wengine wanatamani hata kukutumia chochote kile kupitia namba za simu. Karibu ushare na sisi namba zako za simu. Mtangazaji, ubarikiwe sana kwa jambo hilo. Ili uweze kufika kwa urahisi kabisa kwenye mji wa Masumbwe, mahali ambapo huduma hii itafanyika tarehe 6 mwezi wa 9, ambapo harambee inaendelea kufanyika. Kanisa letu liko kwenye maeneo ya Miembe Mitatu. Maarufu kwenye mji huu, kitamka tu Miembe Mitatu. Na ukifika Miembe Mitatu ukauliza kwa mchungaji Chacha, ninaamini kabisa mazingira haya nimekuwepo muda mrefu. Maeneo kama mnavyoyaona, mimi nimefika hapa kulikuwa hakuna nyumba. Ilikuwa nyumba si 2 3. Kwa hiyo kila anayeingia hapa ananifahamu. Ninafahamika mno kwa jina la mchungaji Chacha.